na nitaanza kusoma ule mstari wa 23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Anasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kumbe utukufu wa Mungu unapungua kwa sababu ya dhambi. Dhambi ni uasi. Dhambi ni kutofanya kile Mungu alichosema, kutokukubali kile Mungu alichosema, kutokuishi kile Mungu alichosema. Haleluya. Amen. Na kukubali kile Mungu alichosema, kuishi kile Mungu alichosema, kufanya kile Mungu alichosema, hiyo ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unapopokea kile Mungu amesema, halafu kakubaliana nacho, ukaanza kukiishi, maana wewe unaishi kwa imani. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa amesema wote wamefanya dhambi, wote wameacha kuishi kwa imani, matokeo yake utukufu wa Mungu umepungua. Na Yesu akasema ukianza kuamini, utukufu wa Mungu utaanza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tuko kwenye uchaguzi. Nianze kuona utukufu wa Mungu au nianze kuona uharibifu wa shetani? Utukufu wa Mungu ukipungua, uharibifu wa shetani unaanzia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati Mungu ameumba kwanza, aliumba vitu vyote vilikuwa vizuri sana. Neno la Mungu linasema kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya kwanza. Amesema hapa mstari wa 31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Mungu alipoumba aliona kila alichokifanya ni chema sana. Kabla ya hapo nyuma, mstari wa 26 kuanzia hapo mpaka mstari wa 28, anasema Mungu alisema na tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kinachoenda juu ya nchi. Mungu akafanya mwanaume na mwanamke kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni, muongezeke, mkajaze nchi, mkatawale na kuitiisha. Bwana asifiwe. Ndio ulikuwa mpango wa kwanza wa Mungu. Haleluya. Na maana yake mwanadamu alikuwa ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kitabu cha Zaburi sura ya 8 anasema Mungu alimfanya mwanadamu kuwa mdogo punde kuliko Mungu, chini kidogo tu ya Mungu, halafu akamkabidhi uumbaji wake wote. Mbinguni za Bwana, dunia wamepewa wanadamu, akamkabidhi vyote. Kwa mwanadamu alikuwa sura na mfano wa Mungu. Mwanadamu alikuwa amebarikiwa na kuwezeshwa, lakini pia alikuwa amepewa mamlaka, utawala, umiliki juu ya vyote hivyo viumba Mungu huko duniani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wakati mwanadamu anakaa akiwa anakaa kwa imani, anaamini Mungu alichosema, anakubali Mungu alivyosema kuhusiana na yeye, kwamba Mungu alivyosema hivi ndivyo ilivyo. Mimi ni sura na mfano wake. Mimi ni mdogo punde kuliko yeye. Vyote ni vya kwangu. Utukufu wa Mungu ulionekana. Mambo yote yalikuwa mema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Lakini anasema dhambi ilipoingia, alipoanza mwanadamu kufanya dhambi, hapo utukufu wa Mungu ulipungua. Bwana asifiwe. Kitabu kile cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3. Mstari wa 4.
kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa anasema kila anayefanya dhambi anafanya uasi, kwa sababu dhambi ni uasi. Na tunajua kuasi Mungu alichosema ni kutokuamini au mashaka. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuasi maana kama Mungu anasema niende hivi, mimi naenda hivi, ndio uasi wenyewe. Maana ni kutokuwa na uhakika ya kwamba Mungu alichosema kinatoshea maisha yangu. Kutokuwa na uhakika ya kwamba Mungu alichosema kinahitajika kwenye maisha yangu. Kutokuwa na uhakika kwamba Mungu alichosema ndio kifaacho kwa maisha yangu. Napoanza kuona ya kwamba kwa maisha yangu kuna kitu kingine kinafaa, hiyo ni dhambi au ni uasi au ni kutokuamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na anasema kwa sababu ya hiyo hatua ya kutokuamini au kuasi, yaani dhambi, utukufu wa Mungu ulipungua. Baada ya utukufu wa Mungu kupungua, kuna kitu kingine kiliingia. Utukufu wa Mungu unapopungua kwenye eneo lolote, kuna kingine kinaingia hapo. Haiwezekani utukufu wa Mungu ukapungua na ukabaki vile vile. Hiyo haiwezekani. Sura ya 5 kitabu kile cha Warumi. Warumi sura ya 5. Kuanzia ile mstari wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Bwana asifiwe. Kwa anasema kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa hiyo dhambi mauti. Mauti maana yake ni uharibifu. Haleluya. Mauti maana yake ni utendaji kazi wa shetani pamoja na matokeo yake. Ndio mauti. Yeye shetani ndiye mkuu wa mauti. Bwana asifiwe. Anapokuwapo popote, mauti iko hapo. Na anatekeleza mambo yake yote katika kwa kutumia mauti. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Ndio maana sheria ambayo inafanya kazi katika ufalme wa giza inaitwa sheria ya dhambi na mauti. Haleluya. Ndio hii sheria ya ufalme wa giza. Dhambi na mauti. Dhambi na mauti. Lakini sheria ya ufalme wa nuru ni nini? Uzima. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini sasa hii ni roho wa uzima katika Kristo. Hii ndio sheria ya nuruni. Roho wa uzima. Roho wa uzima. Amina. Bwana asifiwe. Sote tunajua vizuri ya kwamba uzima huu, uzima, ukisema uzima, haimaanishi tu kwamba umeweza kupumua au umeweza kuamka. Sio huo uzima ambao unazungumziwa hapa. Inazungumziwa asili ya Mungu. Tafsiri nyingine ni kama maendeleo. Bwana asifiwe. Au mng'ao, yaani ndio utukufu. Bwana asifiwe. Katika Yohana sura ya 1 anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyu, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ni nuru ya watu. Na hiyo nuru inang'aa gizani, giza haliwezi. Na anaposema nuru, sio tu kuwepo kwa mwanga. Haleluya. Bwana asifiwe. Nuru sio tu mwanga. Nuru ni huo utukufu wa Mungu. Umeona mtu anasema ya kwamba mbona naona usoni kwake hakuna nuru? Haleluya. Maana yake nini? Kuna utukufu umeondoka. Mbona usoni kwake naona kama hakuko sawa? Watu wakipata mauti ya duniani, unaanza kuona hata uso unabadilika. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini hata watu wakifanya dhambi, unaona hata nyuso zao zinabadilika. Kwa sababu nuru imeondoka. Utukufu umeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Uharibifu umeingia. Kazi za shetani zimeingia. Mauti haimaanishi tu mtu katishwa maisha yake.
Mungu aliposema ukila tunda hili utakufa hakika, hakuwa anamaanisha tu manake mtu anaacha, yani hataendelea kuishi. Mbona aliendelea kuishi miaka karibu 900 mbele? Bwana asifiwe. Haleluya. Alikuwa anamaanisha ya kwamba ukifanya hivyo utaingia kwenye uharibifu, yani utendaji kazi wa shetani. Ndio kila dhambi inafanya vipi. Haleluya. Amina. Kila dhambi ndio inafanya hivyo hivyo. Dhambi kiwepo tu, utendaji kazi wa shetani umeingia. Kwa dhambi kiruhusiwa kwenye familia, utendaji kazi wa shetani umeruhusiwa kwenye hiyo familia. Amina. Haleluya. Shetani ana nafasi yake. Tunasoma kitabu cha Ayubu saizi. Bwana asifiwe. Tuliona ya kwamba Ayubu kuna kitu kimoja, yeye alikuwa yuko sawa na Mungu, lakini kuna eneo moja aliacha dhambi kwenye familia yake iendelee. Watoto wake walikuwa wanafanya kitu ambacho sio sawa. Yeye anasema mimi nitawatakasa. Haleluya. Amen. Dhambi hauijibu kwa kwenda kufanya kitu kizuri. Sisi kwa dini zinasema vile kwamba kama una dhambi fanya kitu kizuri ndio vina compensate. Dhambi haihitaji vile. Bwana asifiwe. Dhambi ni toba. Toba ndio inashughulikia dhambi. Lazima utubu. Kama mtu ana dhambi akemewe, atubu dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sio aanze kufanya kitu kizuri. Hapana. Afanye kama matokeo ya toba. Matendo yanayokubaliwa ni matendo yanayopatana na kutubu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amina. Amen wapendwa. Kuna dini nyingine wanasema wana miungu mingi. Moja ya Mungu anaomwabudu alikuwa ni mtu mmoja. Alikuwa anaua watu. Anaua. Akifika akiona watu wana pesa anawaua, anaiba zile pesa zake, anaenda kuwagawia watu wenye uhitaji. Akiona watu wana manyumba anawaua wale watu, anaenda kuwachukua watu ambao wanasema ya kukaa wakae. Sasa ndio akamweka wewe Mungu. Ni shetani tu yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Yeye mwenyewe ni shetani. Sio kwamba eti dhambi inashughulikiwa kwa kuanza kubadilika. Utasikia nimebadilika kidogo kidogo. Haitasaidia. Haleluya. Amen. Dhambi inahitaji kutubu na kumwamini Yesu. Yesu ndo anaondoa dhambi. Haleluya. Matendo mazuri hayaondoi dhambi. Amen. Haleluya. Ni mpaka Yesu. Yesu ndo anayeondoa dhambi yote, kwa sababu alilipa hiyo dhambi kwa damu yake. Matendo yangu hayajawahi kulipia chochote. Hakuna tendo linalotoshea. Bwana asifiwe. Haleluya. Ayubu alikuwa na hiyo. Anaona watoto wake wanaenda kufanya kitu, yeye anasema mimi nitatoa sadaka ili yale kama wanakosea huko Mungu awasamehe, awatakase. Shetani alienda kuanzia wapi? Pale ndo alianzia kwenye ile familia. Amen. Alienda kuanza huko kwenye ile mashamba na watoto, ndio vikaanza kule, ndio vikafika kwake kwenye mwili. Haleluya. Amina. Na yeye mwenyewe akasema lile ambalo nilikuwa naliogopa ndio limenifikia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama kuna eneo lolote aliko sawa la kulishughulikia, kuwajibika kwa Mungu. Yeye alisema njoo tusemezane. Hata kama dhambi yako ni kubwa kiasi gani, mimi nakusamehe, naondoa yote. Bwana asifiwe. Haleluya. Usiogope, yani hata kama jambo hilo unaona ni tata, wewe nenda tu. Anasema tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, anatusamehe dhambi zetu, anatuondolea udhalimu wote. Yeye ni mwaminifu. Hautakuja kuungama kaza, sasa ndo utanijua. Kumbe ndo anafanyaga hivi. Mungu afanye vile. Akikuona unakuja, atakurukia, atakupatia vazi jipya, atakupatia kiatu kipya, atakupatia pete mpya, atakufanyia sherehe, atakukaribisha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Wala usiogope kurudi kwa Baba. Wala usiogope kurudi kwa Baba. Na nenda kawaambia hata watu wengine wote waje tu kwa Baba. Haleluya. Warudi tu kwa Baba. Hakuna kitu kibaya Baba amekiandaa, hata kama mtu alifanya nini.
mabaya yataendelea kubaki wakati mtu yuko kule. Lakini unapoamua urudi, hakuna kitu kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Lakini dhambi ni uasi. Dhambi ni kutokuamini Mungu alichosema. Ndio anasema hiyo kwenye kitabu kile cha Warumi, tunajua sura ya 14. Warumi sura ya 14. Mstari wa 23. Lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa na hatia, kwa maana hakula kwa imani. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Imani ni dhambi. Haleluya. Imani kama tulivyosema, imani ni kuwa upande wa Mungu, kukubaliana na Mungu alichosema. Kilichotokea kwa Adamu, Mungu alikuwa amemwambia, wewe na mimi tunafanana. Yaani wewe ni sura yangu na ni mfano wa mimi kabisa. Na dunia na vyote hivi nimekupatia ni vya kwako. Haleluya. Yeye hakuamini Mungu alichosema. Alipoletewa taarifa kutoka kwa Lucifer kupitia Hawa ya kwamba kuna maisha bora zaidi ya hapo, kuna namna nzuri zaidi ya hiyo. Haleluya. Akaona ni afadhali akubaliane na hii. Kwa hakuwa naamini ya kwamba yeye ni bora kama Mungu alivyosema. Amen. Bwana asifiwe. Alikuwa amini ya kwamba yeye yuko juu ya vitu vyote kama Mungu alivyosema. Alikuwa amini ya kwamba yeye anamfanana Mungu kama alivyosema. Na unajua tunakuwa vile hata sisi. Haleluya. Amina. Tunajua kabisa kwa kupigwa kwake Yesu mimi nilipona. Lakini nachofahamu ya kwamba mimi naumwa kweli. Haleluya. Amen. Naamini kwamba yani mimi nina mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za mwovu, na hakuna chochote cha kunidhuru. Lakini najua kule pale mtaani kuna wachawi pale. Sasa wanaanza kusababisha tatizo lolote likakupata. Haleluya. Lakini sio kwamba tuamini ya kwamba aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Tunajua. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya wapendwa. Asubuhi nilitoa ahadi kwamba nitamwomba Pastor Frank aje. Naomba uje Pastor Frank. Kuna kitabu ambacho nadhani mwezi huu hapa au mwezi wa 7 tutakitoa, kujifahamu kwa mujibu wa imani yetu. Amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana. Amen. Sasa nilikuwa nataka utuambie kidogo kuhusiana na kile kitabu kile, kujifahamu kwa mujibu wa imani yetu. Naomba ile maiki nyingine. Mara nyingi unajua tuna imani halafu tunajifahamu tofauti na imani yetu. Changamoto inaanzia pale. Mimi niliponywa lakini najifahamu kama mgonjwa. Amen. Mimi nilibarikiwa lakini najifahamu kama mtu ambaye bado anapambana, anatafuta, anajitahidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Mimi tayari nimeshaketishwa juu, lakini najifahamu kama vile mtu ambaye anajitahidi angalau ainuke. Bwana asifiwe. Karibu sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nashukuru mchungaji kwa kutoa tu highlights ya hicho kitabu na kila ambacho kinazungumziwa ndani yake. Kama alivyosema kwamba kuna kitabu tunatarajia kitoke, na Mungu aliweka ndani yangu miaka mingi iliyopita. Kwa nilianza kuifanyia kazi kwa miaka mingi, na mwaka huu hiyo kazi imetimia. Ni kitu ambacho kilitokana na experience ya maisha yangu ya imani tangu nilipookoka mpaka nilipofika hapa. Kwa sababu ya mambo fulani nilikuwa nikiyapitia huko nyuma, Mungu katika kunitoa katika lile ndo akaanza kunifundisha kujitambua kwa mujibu wa imani. Kuna mambo nilikuwa nayapitia na nikana yananipatia shida sana.
Mwanzo wa wokovu sikuliona hilo, lakini kwa kadiri nilivyokuwa naendelea mbele ya wokovu, kuna vitu vilikuwa vinainuka kwenye maisha na vikawa vinanisumbua sana. Kwa wakati ninaomba na kumuuliza Mungu ni nini na nini, jibu la Mungu lilikuwa ni kwamba kujitambua kwa mujibu wa imani yako. Ndo akaanza kunipitisha na kunifundisha taratibu kupitia maandiko ya Biblia kuhusiana na kujitambua kwa mujibu wa imani yetu. Na nikaanza kuifanyia mazoezi kwenye maisha yangu. Na nikaanza kuona matokeo eneo moja baada ya jingine. Na ikanisaidia, na hata sasa imekuwa ikinisaidia sana. Manake mambo mengi yalikuwa yakinisumbua huko nyuma, kwa sehemu kubwa kwa sasa hivi hayanisumbui. Labda kwa yale ambayo atakuwa ni mapya, yale ambayo Mungu akunifundisha. Kwa Mungu ndo akaanza kunipeleka huko na akanipa hiyo. Baadaye akaweka ndani ya moyo wangu kwamba hichi ninachokufundisha na unakiapply kwenye maisha yako, anza kukiandika kwa ajili ya ndugu wengine katika Kristo. Kwa sababu nilianza kusense ndani yangu, Mungu aliweka na kwamba kuna ndugu wengi katika Kristo, hasa katika kanisa kwa ujumla. Sio Shining Light, nazungumzia Universal Church kwa ujumla, kanisa duniani kwa ujumla. Kwamba watoto wengi wa Mungu wana shida katika eneo hilo. Na masumbufu mengi wanayoyapata na changamoto nyingi wanazozipata ni kwa sababu ya eneo hilo kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ni fundisho la msingi kwa ajili ya watoto wa Mungu ndani ya kanisa. Kwa akaniambia anza kuandika. Kwa nikaanza kuandika taratibu na mpaka sasa nimepata kitabu kizima. Kuna mengine ambayo Mungu hakuruhusu yawepo kwenye hicho kitabu ambao bado mimi naendelea kuyafanyia kazi, lakini alisema mpaka hapo ulipofika nataka uanze kutoa ili wengine nao waanze safari hiyo, ili waweze kutoka katika maeneo ambayo yakiwa yanawasumbua. Kwa hiyo jibu lilikuwa kujitambua kwa mujibu wa imani yako. Na ndio maana hata kitabu chenyewe kinaitwa kujitambua kwa mujibu wa imani yako. Kikubwa kinachozungumziwa yuko ni kufahamu utambulisho wako katika Kristo. Fahamu utambulisho wako katika Kristo. Na andiko la msingi lilikuwa ni Wagalatia 5:26 ambao Mungu alinipatia. Nakumbuka ilikuwa Wagalatia 5:26 kama kwa kifupi tu, kwa sababu natoa tu highlight. Najua mengi kitakapotoka hicho kitabu kwa neema ya Mungu na namna anavyotupitisha, basi najua mtapata vingi humo. Na nilianza kufundisha huko nyuma kidogo kwenye madarasa ya kukulia wokovu kwa sehemu sio sana. Lakini mbeleni huko tutaanza kufundisha kwa kina. Nitaanza kufundisha kwa kina zaidi kupitia platform mbalimbali ambazo Mungu amenipa. Lakini kitabu kikitoka, maana yake kila mtu atakuwa na access ya kukisoma kitabu na kujifunza zaidi. Wagalatia 5:26 ndio andiko la msingi sana kwenye sasa. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo. Yes. 3:26. Sio 5:26, 3:26 samahani, 3:26. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Na ndio maana sasa kujitambua kwa mujibu wa imani. Na sasa mmekuwa wana wa Mungu. Huo ni utambulisho. Mmekuwa wana wa Mungu. Maana yake anazungumzia utambulisho wetu kwa njia ya imani katika Kristo. Kwa hiyo huo utambulisho tulionao tumeupata kwa njia gani? Ya imani katika Kristo. Maana ni utambulisho unaotokana na imani ambayo tunayo katika Kristo Yesu. Na ndio maana title yake ni kujitambua kwa mujibu wa imani yetu. Maana tukijitambua kwa mujibu wa imani yetu katika Kristo Yesu, tutatambua kwamba sisi ni wana wa Mungu. Maana ni utambulisho ambao tunao katika Kristo Yesu. Sasa kujitambua kama wana wa Mungu, kujifahamu kama wana wa Mungu, sasa ndio shida ambayo watu wengi hawaelewi. Nini maana yake kuitwa wana wa Mungu? Nini maana yake wewe kuwa mwana wa Mungu? Sasa katika hicho kitabu sasa ndio imenyumbulishwa upate kufahamu nini maana yake wewe kuitwa mwana wa Mungu. Huo utambulisho wako kwamba mimi sasa ni mwana wa Mungu, ina maana gani mbele za Mungu? Ina maana gani kwako? Ina maana gani mbele ya dunia? Na ina maana gani kwa shetani pia? Kwa hiyo hicho ndo ambacho kinazungumziwa kwenye kile kitabu. Na mengine mengi yameelezwa mole kwenye kitabu. Kwa unajua kitakapotoka kuna vitu vingi utavipata, na pale ambao utapata fursa ya kupata kujifunza kupitia hizo platform ambao Mungu atakuwa amenipatia, kuna vitu vingi utajifunza. Kikubwa ni kwamba maisha yetu kwa ujumla yanabebwa na jinsi tunavyojitambua.
aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ina maana namna unavyojitambua ndivyo utakavyokuwa katika maisha yako. Mtazamo wako, mwenendo wako, hata maneno yako yanategemea na namna unavyojitambua, na inaathiri karibu nyanja zote za maisha yetu. Swala tu la kujitambua ni msingi katika maeneo yote ya maisha yetu ya imani. Wengine walisema tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na Mungu aliwahitaji. Hawamwamini Mungu na wana mashaka na ni uovu. Kwa umeona, kwa ilikuwa katika imani. Ina maana hawakumwamini Mungu. Kwa walivyosema tukajiona nafsi zetu kama mapanzi, ni kwa sababu hawakumwamini Mungu, wakajiona tofauti na vile wanavyopaswa kujiona kwa mujibu wa imani yao katika Mungu. Ikawa ni tofauti na Kalebu na Yoshua ambao walijitambua kwa mujibu wa Mungu, wakajitamka tofauti, na iliathiri maisha yao na ilisema kitu kubwa katika maisha yao. Nafikiri unaelewa hiyo story. Wengine wote maisha yao ndio yaliishia hapo, hawakufika kule Mungu alikowapangia kwa sababu tu ya namna yao ya kujitambua kinyume na imani yao katika Mungu. Kwa tunapojitambua kwa mujibu wa imani, ina maana inatupeleka mahali pale ambako Mungu ametuwekea tufike kama watoto wa Mungu. Kinyume cha hapo hatutafika pale ambako Mungu ametuwekea tufike kama watoto wa Mungu. Kwa mengi zaidi yatapatikana. Nafikiri kwa hapo utakuwa angalau umepata highlight inayoeleweka kidogo. Asante sana. Barikiwe sana. Amen. Hallelujah. Kila mmoja unahitaji kile kitabu. Amina. Najua hata Yesu mara alipotambulisha kwamba ni mwana wa Mungu, ndio pale shetani alianza kushughulika naye. Miaka yote 30 huko nyuma, Bwana asifiwe, hajafanya chochote shetani. Alipobatizwa akatajwa, huyu ni mwanangu, pale pale akaanza naye. Na alianza naye wapi? Kama we ni mwana. Haleluya. Amen. Ni katika utambulisho ambao unatishia sana ufalme wa giza. Ni huo. Yaani shetani akishajua tu hivyo, yani anajua mimi hapa nimeisha. Haleluya. Amen. Wewe ukijitambulisha vingine hivi haina shida, mtaenda tu. Vingine hivi haina shida. Haleluya. Bwana asifiwe. Havina shida. Si nitajwa, alikuwa anatajwa huyu mwana kondoo wa Mungu ataondoa dhambi za dunia, shetani hakuhangaika. Haleluya. Amina. Ili tajwa kwamba ufalme utakuwa mabegani mwake, nini vyote vikatajwa, haikuwa shida. Lakini ilipotangaza kwamba huyu ni mwanangu, shetani anapana hii sio. Kama hii imekuja duniani, tayari ufalme wangu umeisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Ni kitu kikubwa mno, kikubwa sana. Vita kubwa tulionayo ni kutojitambua kwa mwangaza wa kweli ya Mungu. Hiyo ndio vita kubwa. Bwana asifiwe. Adui anachohangaika ni kubadilisha hapa, hata alichowafanya akina Adamu ni kuwabadilisha hapa wasijielewe kama Mungu anavyosema. Waanze kujielewa anavyosema yeye. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini Bwana alisema ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Usipoamini utaona nini? Mauti au uharibifu au kazi za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Mungu ni utukufu wa Mungu, kwa shetani ni uharibifu wa shetani. Yaani kinyume cha ule utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni uzima, halafu uharibifu wa shetani ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ni kitu hiyo hiyo. Ukienda upande wa Mungu ni uzima, utukufu wa Mungu. Ukienda upande wa shetani ni uharibifu, ni mauti. Yaani ni kazi zote za uharibifu ambao ndio mauti. Bwana Yesu asifiwe. Hapa amesema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa nini huwa kinaleta uzima kwenye maisha yetu? Bwana asifiwe. Yohana Injili ya Yohana ile sura ya 3 mstari wa 10, tutaanzia mstari wa 15. Ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Haleluya.
Kwa unaona lile tatizo lile linatatuliwa na imani, kumwamini. Haleluya. Ili kila aaminie, alikuwa ni mwovu sana au mwovu kidogo, akiamini anakuwa na uzima wa milele. Haleluya. Alikuwa jirani, alikuwa mbali, akiamini anakuwa na uzima wa milele. Alikuwa mwema, alikuwa mbaya, akiamini anakuwa na uzima wa milele. Unaweza ukawa mwema, kama uamini hautakuwa na uzima. Bwana asifiwe. Tunajua kuhusiana na Kornelio. Alikuwa ni mtu mwema, anaomba sana, anamcha Mungu, anatoa sana, lakini Mungu alimwambia, usipomuita Petro aje kuambie maneno, hautaokoka wewe na nyumba yako. Haleluya. Aliyokuwa anayafanya yalikuwa ni mazuri, lakini asingeliweza kumuokoa. Ilikuwa lazima yaletwe maneno, aamini maneno yatakayosema, yani injili ya Yesu Kristo. Haleluya. Amina. Yale maneno ndio yanafanya uweze kumwamini Yesu. Tuliangalia, utamwaminije yeye usiyemsikia? Kwa kama hujamsikia Yesu, huwezi kumwamini. Haleluya. Sio kwamba habari za Yesu zilikuwa ngeni machoni pa Kornelio. Sasa zilikuwepo zile habari. Na Rumi ndio iliyoidhinisha kuuawa kwake, na ni askari wa Kirumi ndio waliompiga. Na yeye alikuwa ni mkuu wa kikosi cha askari. Haiwezekani hiyo taarifa ikawa ngeni. Alikuwa anajua habari ya Yesu. Haleluya. Lakini hakutaka aihusishe hiyo habari na maisha yake. Sio kwamba habari za Yesu ni ngeni kwetu. Hapana, ila mara nyingi hatuzihusishi na maisha yetu. Tuliangalia kiliyopita, hatuchanganyi kile tunachokisikia na imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hatuchanganyi na imani. Na tuliangalia hapo katikati ya wiki, kutoka kwenye kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura 4, aliposema ya kwamba kuna wengine wanachanganya neno la Mungu na uongo. Haleluya. Amina. Yani anachanganya neno la Mungu na uongo. Kwamba Mungu anasema utakuwa mtakatifu kama Baba alivyo mtakatifu. Lakini yeye anachukua hiyo neno, anasema lakini hakuna mwanadamu aliyekamilika, wote tuna mapungufu. Amechanganya neno na nini? Kumbe utimilifu wa Mungu unapatikana katika Kristo. Na mtu akiwa ndani ya Kristo ametimilika katika ile kichwa cha enzi yote na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya wapendwa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna uongo mwingi na umewanyima wakati mwingine hali watakatifu wamekosa ujasiri. Unajua ni kweli. Kwa sababu anaona kuna kitu fulani aliwahi kukafanya akako sawa. Kwa anapoambiwa ya kwamba usije ukasema wewe ni mtakatifu, kama akikuwa sawa, kwa nini huwa tunafua nguo? Kwa sababu gani? Ni nguo safi. Si ndio? Yaani tunaona hii nguo ni safi, ndio maana tunaitakasa, tunaitoa, tunaitenga na ule uchafu uliokuja. Au ukiona nguo imechafuka unasema haiwezekani nguo. Kila nguo unajua ni chafu. Unafanya vipi? Ukiona nguo imechafuka kwa kweli unajua ndio ilivyo, kila nguo ni chafu. Kwa unaweka pale kila nguo ni chafu. Hapana, ukiona imechafuka unaondoa ule uchafu, unabakisha ikiwa safi. Si ndio? Hata vyombo tunabakisha vichafu. Eti kwa sababu kimechafuka na sana. Mbona kimechafuka? Unaona mimi si nilikwambia vyombo ni vichafu. Kawaida vyombo ni vichafu. Hapana. Kuna uchafu, kuna uchafu. Lete maji. Haleluya. Naondoa uchafu nibaki na chombo. Kama inafanyika hivyo kwa vyombo hivi vya wanadamu, vyombo vya Mungu inafanyika. Unawaza yani vyombo vya Mungu vinabaki tu kikiwa kichafu anakusanya, na kichafu anakusanya, na kichafu anakusanya. Kwa anakusanya tu vyombo vichafu. Kama una tabia kama hizo, nani anakubali nyumbani mwake awe na mtu mwenye tabia kama hizo? Chombo kichafu anakiweka pale kwenye sehemu yake. Kana chombo kichafu kingine anakiweka pale. Na chombo vinakuwa vyombo vichafu pale. Kuna mtu anakubaliana naye? Nadhani moja ya kesi kubwa wa mama wanakuaga nazo na watu wa nyumbani, si ndio hizo? Bwana asifiwe. Haleluya. Yani haiko hivyo, hata katika maisha tu ya kawaida haiko vile. Kama wanadamu sisi tunaona uchafu lazima uondolewe. Unawaza Mungu anaona uchafu lazima ukumbatiwe?
Hapana, yeye ni msafi zaidi kuliko sisi. Haleluya! Kama sisi tunaona uchafu hautakiwi, Mungu ni zaidi. Yeye mwenyewe ni mtakatifu, amejitenga mbali na uchafu. Kwa hata watu wote anapowaokoa, cha kwanza anachofanya nao ni kuwaondoa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ya kwanza anaanza nayo, mengine anafuata, lakini la kwanza, hata Yesu alipokuja alisema, maana yeye ndio atakayewaokoa watu na dhambi zao. Pamoja kwa alikuwa anawaletea uzima, pamoja kwa alikuwa anawaletea uponyaji, pamoja kwa alikuwa analeta baraka, lakini hivyo havikuwa vipaumbele. Kipaumbele ilikuwa ni anaondoa dhambi. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya wapendwa. Amen. Kwa hiyo maisha ya Ukristo, alama ya kwanza ya maisha ya Ukristo ni utakatifu. Hiyo ndio alama ya maisha ya Ukristo. Bwana asifiwe. Haleluya, amen. Alama ya kwanza ya maisha ya Ukristo ni utakatifu, dhambi kutomtawala. Yaani alama ya kwanza ya mtu ambaye ana neema, dhambi haimtawali. Yusufu alikuwa kwenye nchi ya kigeni. Utambulisho wa kwamba Yusufu alikuwa na neema ilikuwa ni nini? Hakukuwa na dhambi Yusufu anagusa. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana aliona neema. Aliposingiziwa dhambi, aliona neema mbele Potifa. Sinasema alikuwa anaona neema. Lakini mke wake aliposema kwamba huyu ana dhambi, anataka kunibaka, aliona neema tena? Aliona gereza. Bwana asifiwe. Haleluya. Neema, yeyote ambaye anatawaliwa na neema, dhambi ndio cha kwanza ambacho akitawali. Haleluya. Kama neema imeshindwa kushughulikia dhambi, basi haipo hiyo neema ya Mungu. Hizo ni neema za wanadamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Neema ya Mungu cha kwanza inashughulikia dhambi. Ndio maana alisema dhambi ilitawala, lakini wale waliopokea neema wamekufa kwa mambo ya dhambi, wako hai kwa mambo ya haki. Haleluya, amina. Lakini hapo tunaangalia ya kwamba Mungu alicholeta leo kwetu, tukiamini tutauona utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Manake ule uharibifu, tulipopungukiwa na utukufu wa Mungu, uharibifu uliingia. Na tunajua baada ya Adamu kuchagua kutomwamini Mungu na kuamini shetani alicholeta, taarifa ile ambayo shetani alileta kupitia mke wake Hawa. Haleluya. Alipoamini, cha kwanza kilichotokea, cha kwanza ambacho yeye alianza kukiona ni uhitaji. Alianza kuona na mahitaji. Kaanza kuona nahitaji nguo. Haleluya. Bwana asifiwe. Alianza kuona sina nguo, akakimbia kwenda kutafuta cha kuvaa. Lakini kingine akaona kuna mahala hana mahala pa kukaa, akaenda kutafuta kwenye miti ajifiche huko nyumba. Bwana asifiwe. Haya ni matokeo ya kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Haleluya, amina. Mahitaji ni matokeo ya kupungukiwa na utukufu wa Mungu, ni matokeo ya kutoamini. Ni matokeo ya kutoamini Mungu anachosema na kuamini kile ambacho adui anasema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, amen. Lakini yaliendelea. Kingine ilikuwa ni nini? Kumkimbia Mungu. Haleluya, Bwana asifiwe. Sauti ya Mungu ikisikika mbali. Haleluya, Bwana asifiwe. Maana yake tayari kuna farakano. Sio Mungu alimwondosha Adamu. Adamu mwenyewe alikuwa anamkimbia Mungu. Ni Mungu alikuwa anajua Adamu amefanya hivyo. Mungu akawa anakuja kwa Adamu, yeye ndo anakimbia, anamwambia kwa nini? Akaniambia kwa sababu mimi sina nguo. Kwa nini hujakuja ibada? Sikuwa na nguo. Bwana asifiwe. Haleluya. Matokeo ya dhambi. Lakini Mungu ashukuriwe. Bwana Yesu anatuandalia mwili mwingine Bwana. Haleluya. Katika ule mwili hatutahitaji nguo. Amen. Hatutahitaji nguo, kwa sababu hatutajiona tuko uchi. Bwana asifiwe. Yesu alipofufuka,
Si siku 40 alikuwa yuko duniani huko, anaingia hapa anatoka. Alikuwa analala wapi? Wangapi wanajua Yesu alikuwa analala wapi? Sasa anakuja tu anaongea nao na anapita tu, agongi mlango, haingii mlangoni. Yeye anaingia tu popote. Maana yake hapa nje na ndani ilikuwa ni sawa tu. Haleluya. Yeye alikuwa anakuja kama hapa, akija hivi apite huko. Yeye anapita hapa kwa sababu yani ni sawa ndani na nje. Ule mwili mpendo usiukose. Haleluya. Amen. Ule mwili usiukose. Yani kama wewe umevaa nguo au hujavaa nguo, ukiona ule mwili, sababu tunajua Yesu nguo zake zote alikuwa amezia, walikuwa wamegawana, si? Hafu zile walizompatia wakamzikia. Neno la Mungu linasema kabisa zote zilionekana pale na wakakagua wakaona mpaka leso. Yani hadi vile vidogo vyote waliviona, walikagua. Haleluya. Maana yake yeye alifuka pale akiwa hana nguo hata hii. Lakini kuna mtu Mariamu alisema nikutafutie nguo. Alifanya nini? Hakuona kama yuko uchi. Alikuwa naye wanaongea hivi lakini hajaona kama yuko uchi. Wewe usije kufikiria kwamba vile unavyoviona ni halisi. Sio halisi. Viko vilivyo halisi. Haleluya. Viko vilivyo halisi. Mariamu amekaa pale anamuona huyu kaka wa miaka 33 na nusu lakini hajamuona yuko uchi. Haleluya. Nguo zote ziko kule ndani. Nyingine wamegawana. Hapa yuko hamna. Haleluya. Bwana asifiwe. Usijivunie vile unavyovifahamu kwa namna ya kidunia. Viko vilivyo bora mpendwa. Viko vilivyo bora. Haleluya. Vile Mungu anavyosema ndio bora. Mungu alipomwambia Adamu, wewe ni sura na mfano wangu, ndio ilikuwa bora zaidi. Alipochagua kuelewa sawa sawa na shetani, ndio alianza kuona nahitaji nguo nyingine. Mimi nikwambie, kama wewe ni mtu uliyeokoka, hata kama unavaa nguo hiyo kila siku, watu watakuwa wanashangaa, mbona huyu anapendeza sana? Kinachokupendezesha sio aina ya nguo. Nguo hata makahaba wanayo, hata wanga wanazo. Nikwambie unapendeza kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Haleluya wapendwa. Amen. Na nikwambie tunatoka utukufu tunaenda utukufu. Utukufu wa mwisho utashangaa, utapigwa na shock. Yaani utapigwa na butwa. Haleluya. Amen. Haijajulikana atakapokuwa, lakini atakapodhihirika tutafanana na kufumba na kufumbua. Haleluya. Wakati wa parapanda ya mwisho utatushangaa. Watu watatushangaa, wanadhani tuko pamoja nao. Hapana, sisi ni wazao wateule, makuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu Mungu anatumiliki. Sisi ni mabalozi wa mbinguni hapa duniani. Haleluya. Haleluya. Sisi hatupambani kuwa watakatifu. Mungu ametupatia uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Amina. Hiyo ni asili yetu, hatujisikii hivyo, ndivyo tulivyo. Haleluya. Haleluya wapendwa. Bwana alisema ukiamini unauona utukufu wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi nilikuwa tarehe 14 mwezi wa 7. Kabla ya pale nilikuwa na vitu vingi ndani yangu. Nilikuwa nimekata tamaa. Magonjwa yalikuwepo, vitabia vya ovyo vilikuwepo. Yaani nilikuwa na mitazamo mibaya. Yaani naweza nikaona mtu naanza kumwazia vibaya. Yaani nilikuwa kuna namna tu hivi vilikuwa, yaani mambo yalikuwa yanapita kwenye maisha yangu. Yaani alikuwa ya ajabu ajabu. Kwa kweli nilikuwa kwenye mauti. Bwana asifiwe. Yaani vitu naviona, yaani kwa naviona vitu kinyume hivi. Naona vitu tofauti. Niko hivi natamani eti nife. Sasa fikiria yaani wewe unaelewa hayo maisha. Yaani naona vitu natamani nife. Naweza nikaona mtu anafurahi, naanza kuona sasa nini anafurahi. Nini hapo? Yaani naanza kuona. Unajua hata itokea tulifanya mtihani wa form 4 nikafaulu. Alafu nikawa naona watu wanaipongeza, naona ndio nini sasa. Yaani nilikuwa naona ningefeli tu. Yaani kuna namna fulani nilikuwa naona ndani yangu ningefeli tu, yaani ningekuwa nimefeli tu basi. Yaani sangalia. Kufaulu si kitu kizuri. Lakini mimi kwa ndani nilikuwa naona Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bado tunaendelea kufanya upya nia zetu. Tunafanya upya nia zetu kukubaliana na haya maisha mapya. Sasa tuko bora sana. Amen. Mungu ametufanya bora sana. Yaani unajua ile siku, yaani nilijua kabisa ya kwamba maisha yangu tofauti.
Haleluya. Utukufu wa Mungu ulikuja kwenye maisha yangu kabisa. Nilianza kuwaelewa watu tofauti, nilianza kujielewa mimi mwenyewe tofauti. Nilianza kuyaona maisha tofauti, nilianza kuona vitu vyote tofauti. Nilipoenda kufungua Biblia na yenyewe nikaiona tofauti. Nilipokuwa naona walokole naona tofauti. Nikipita nikiona watu wanaimba, hata safari naona kama wanakaa pale, kwa napita naona watu wanamsifu Mungu. Yaani naona nisogelee tu pale pale. Zamani kwa wakimsifu Mungu, naanza kukosoa, angalia wanapofanya. Nini? Wakinena kwa lugha, unaona na mapepo. Yaani, lakini baada ya pale nikawa mimi mwenyewe natamani hii wanayofanya na mimi naitaka. Nini kimetokea? Utukufu umekuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maisha katika uharibifu ni mabaya, ni ya mateso, ni ya huzuni, ni ya shida, ni ya dhiki. Haleluya. Bwana asifiwe. Amesema ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Adamu alipoacha kumwamini Mungu, akamwamini shetani mara moja tu, angalia alichokutana nacho. Mara anaona aibu. Kuna watu ambao wanaona aibu maisha yao yote, si ndio? Ndio Adamu alikuwa vile, anaona aibu. Mara anahitaji nguo, mara anahitaji chakula. Sasa mara imekuja sasa mke wake anaambiwa sasa kujifungua. Utaona moto wake. Sasa fikiria. Haleluya. Amen. Wakati kule Mungu alisema nini? Alipowabariki, Mungu akawabariki, akasema mtateseka, mtazaa, mtaongezeka. Alisema vipi? Yeye alisema mtazaa. Haikuwepo haya mambo yani mavurugu mengi hivi, ni kwa sababu ya kutokumwamini Mungu. Haleluya. Kama ile ndio iliingiza uharibifu huu, basi na sisi tusipomwamini Mungu itaingiza uharibifu kwenye maisha yetu. Haleluya. Amen. Tuliangalia kwamba kama Adamu alivyoambiwa na Mungu, na sisi tumeambiwa hivyo hivyo. Kwa kama mimi nikichagua kutoamini Mungu alichosema, nikaamini kingine, nitaingiza yale yale Adamu aliyoingiza. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya wapendwa. Tunajua Adamu aliingia kwenye shida hizo zote. Akafarakana na Mungu. Chakula shida, mavazi shida, malazi shida. Yaani ndoa ikawa ni vurugu. Ndoa yake. Fikiria wakati wa utukufu wa Mungu ilikuwa huyu ni nyama katika nyama yangu. Ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mimi. Lakini baada ya utukufu wa Mungu kuondoka, wa kwako huyu uliyenipatia wewe ndio umefanya. Na watu wanafanya vile. Kwenye utukufu wa Mungu watakaa pamoja. Utukufu wa Mungu ukiondoka kwenye nyumba, wewe nitakurudisha kwenu. Mimi naenda kwetu. Ukiona hayo mambo, ujue ni nini? Ujue kuna nini hapo? Hawamwamini Mungu. Bwana asifiwe. Shida hapo, hawamwamini Mungu. Hawajui ya kwamba apataye mke apata kitu chema. Haleluya. Hawaamini hiyo. Wanaangalia vinavyoonekana, wanadhani ya kwamba eti labda kwa sababu pengine amefanya kitu fulani, wanajua hii ni kitu kibaya. Hapana. Hajasema ya kwamba lazima afanye vitu vyema, ila ni kitu chema. Haleluya. Amen. Hata kama atafanya vibaya, bado ni kitu chema kimefanya vibaya. Saidia tu kifanye vizuri, lakini bado ni kitu chema. Haleluya. Amina. Ndio kwa Adamu pale, shida za ndoa zilianzia pale. Hataki kuwajibika. Mimi kuna makosa yangu. Huyu ndo aliyefanya nini. Sasa hawa na mwenye alivyoambiwa na mwenye mimi nitapeleka wapi? Aidha ni shetani. Shetani akasema sawa ndo mimi. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Yeye ndo akakubali ndo mimi. Kwa na kuwa bosi wenu sasa. Ndo mimi nimewaingiza kwa nyinyi, ndo mmekubaliana na mimi. Hata angalau Adamu angesimama pale pale. Angesema, kweli ni mimi ndo nimekufanyia kosa Mungu. Mimi nimekuasi wewe. Shetani asingepata nafasi. Si ndio? Haleluya. Sasa mpaka Mungu ilibidi aje kuongea na huyu huku, wakati alikuwa anaongea na Adamu tu toka ameumba. Si ndio? Ndio kwa mara ya kwanza Adamu amemuongoza Mungu aongee na nani? Na Lucifer. Haleluya. Basi kama tukubali kuwajibika, tutaongoza tu. Bwana asifiwe. Haleluya.
Mungu hakuwa na mpango. Kwanza Mungu alikuwa ajui kwamba Lucifer ndo aliyeleta lile. Mungu alikuwa anajua. Alikuwa anajua kwamba yote. Lakini yeye alienda kwa Adamu akijua ya kwamba atawajibika. Akaona sawa, imetoka. Kuja kwa Hawa akajua labda atawajibika. Hamna. Kufika huku sawa. Yeah, niko. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ni heri tunyenyekee tuwajibike. Kuna rehema sana. Lakini Mungu amesema tukiamini tutauona utukufu wa Mungu. Lakini mpaka tuamini. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Baba Ibrahim tunajua kuhusiana na yeye. Kitabu cha Warumi sura ya 4. Warumi sura ya 4 tutaanzia mstari wa 17 na tutaendelea kusoma mpaka mstari wa 21. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu, mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyo kwako kana kwamba yamekwako. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya aliyoahidi. Kwa angalia, anasema kumbe kabla ya hapo, kabla Ibrahimu hajaenda kuangalia ahadi, alikuwa na sita kwa kutokuamini. Ndio maana hakuipata ile ahadi. Hallelujah. Pana amesema yeye hakuwa dhaifu kwenye imani yake. Tunajua alimwamini Mungu hata kutoka kwenye ile Uru wa Wakaldayo kwenda kwenye ile nchi. Ilikuwa ni kwa imani. Alikuwa anajua ya kwamba hata kama sitapata mahala ninapoenda, nimeandaliwa mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa aliondoka kwa imani. Akapata utajiri mkubwa njiani kwa imani. Akapata wafanyakazi wengi sana njiani kwa imani. Akapata umri mkubwa, miaka hiyo yote 99 kwa imani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Akapata mali, mifugo, akapata ushawishi, falme nyingi zilikuwa zinamwogopa. Yote kwa imani. Kwa hakuwa mtu fulani ambaye unasema alikuwa ni mbabaishaji kwenye eneo la imani. Hakuwa dhaifu. Lakini kwa kuangalia mwili wa Sara uliokuwa umekwisha kufa, akawa na sita kwa kutokuamini. Matokeo yake utukufu wa Mungu haukudhihirika kwenye ile tumbo, likabaki na utasa. Bwana asifiwe. Uharibifu kwenye tumbo la Sara haukutoka. Mwenye imani yupo na uharibifu haujatoka. Wakaenda mpaka alipoamua, nitaenda kwenye neno, nitaenda kwenye kile Mungu alichosema. Hallelujah. Akasema alipoenda kwenye ile ahadi ya Mungu, akaona Mungu amesema ananipatia uzao, na kwa kupitia uzao wangu jamaa yote ya mataifa itabarikiwa. Kumbe ndo hivi. Yeye aliyesema anaweza kufanya hiki kitu, akaona ni mwaminifu, ana uwezo. Lakini akaona pia ni mwaminifu kwa sababu anasema yasiyo kwako kana kwamba yamekwako. Lakini pia anafufua wafu, maana yake anaweza. Kama anaweza kufufua wafu, anaweza kufufua hili tu. Na tunajua Mungu anafufuka kwa njia ya utukufu wa Baba. Si ndio? Hallelujah. Anachotumia Mungu kufufua nini? Anatumia utukufu kufufua. Kwa sababu mauti inaleta uharibifu, utukufu unaleta uzima. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa neno la Mungu linasema ya kwamba Baba Ibrahim alipofanya yale maamuzi ya kurudi kwenye neno, alitiwa nguvu kwa imani. Hallelujah. Na akasema imani yake ilipopata nguvu, aliweza kupokea uwezo Sara wa kupata mimba. Utasa uliharibika na ukikongwe uliharibiwa. Kwa uharibifu wa umri ulimezwa na nini? Imani iliyoleta utukufu kwenye ile tumbo. Uharibifu wa utasa, ambayo ni shetani alifanya kazi fulani ya kuharibu kizazi cha huyu mama toka akiwa msichana. Lakini utukufu wa Mungu ulipokuja kwa njia ya imani, ulirejeza lile tumbo. Miaka 90 akapata mimba. Akazaa mtoto mwanamume anaitwa Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Inawezekana. Amen. Inawezekana
Haleluya. Kitabu kile cha Marko sura ya 5. Marko sura ya 5 na mstari wa kuanzia mstari wa 25 mpaka mstari wa 34. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyonavyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake kakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanavyokusonga songa nao wasema, ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amwone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Haleluya. Huyu binti alikuwa anatembea katika uharibifu maisha yake yote. Haleluya. Anatembea kwenye uharibifu maisha yake yote. Miaka 12 kila siku mambo yameharibika. Anatoka damu miaka 12, fikiria hiyo mateso. Sio masaa 12. Miaka 12. Anateseka. Alitumia pesa zikaisha. Pesa zake zote zikaharibika. Muda wake uliharibika. Afya yake iliharibika. Na akatengwa na jamii. Mali zake zote zikaisha. Lakini hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Akasema, lakini aliposikia habari za Yesu. Haleluya. Imani chanzo chake ni kusikia. Aliposikia habari za Yesu, akawa kwenye wakati wa kuchagua. Ni amini neno, ni uone utukufu wa Mungu, au ni amini ugonjwa, ni uone uharibifu wa shetani. Bwana asifiwe. Sababu ugonjwa na wenyewe ulikuwa na taarifa zake unampa. Kwa hiyo alikuwa na uchaguzi. Ni amini taarifa za ugonjwa huu ili nione uharibifu wa shetani, au niamue kuthubutu kuamini Mungu alichosema, nianze kuona utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Wote tuko kwenye hayo maamuzi. Tunachagua kuamini nini? Ili tuone uharibifu wa shetani au tuone utukufu wa Mungu? Sisi ndio tunaamua. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya wapendwa. Huyu mama siku hii, wakati huu aliposikia habari za Yesu, akachanganya na imani ndani yake, akasema, wakati huu mimi ni wakati wangu kuona utukufu wa Mungu. Nikigusa tu napona. Haleluya. Tulishaongea wakati mwingine ndio tunamwambiaga Mungu kwa ujumla sana. Sasa Mungu ni mkuu sana. Haleluya. Si unakumbuka wakati tulisema wakati Bwana Yesu anatembea hapa, siku moja Bartholomayo kipofu alianza kumuita, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akawa anaenda tu. Akaendelea, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Mpaka alivyoita sana. Yesu akasimama. Akamuuliza, unataka nini? Haleluya. Sasa unajua kuna maombi mengine ukiomba, inabidi baada ya kuomba uanze kusikiliza tena. Hasa kama tena pia wakati mwingine unajua mtu yuko kwenye hali fulani ambayo hawezi kusikia. Haleluya. Amin. Ameomba kweli, ameulizwa sasa, hivi hapo ulipokuwa unaomba unataka nini? Yeye mwenyewe hajasikia ameulizwa swali gani. Kwa anaisha kukata tamaa. Kwa pale ilibidi aulizwe, wewe unataka nini? Ndio akaeleza, nataka kuona. Kama basi upate. Lakini ukiangalia kama udaga, Yesu alikuwa na muda wa kumuuliza swali. Kwamba wewe hivi umekuja unataka nini? Alimwambia vipi? Hapana. Yeye alisema, mimi nikigusa nimepona. Wakamalizana huko, kuna uponyaji akawa ameshaupata. Mpaka wanaanza kuongea na Yesu, tayari ameshapokea uponyaji. Bwana asifiwe. Yairo naye alienda, alimwambia, njoo nyumbani, uweke mkono wako juu ya mtoto wangu apate kupona na kuishi. Uliona Yesu alimuuliza hata neno moja? Hata kusema kitu. Akaanza kwenda. Haleluya. Maana kama yasingetokea mengine ya kutokea, angeenda tu hivyo, angefika pale, angeweka mkono, angemuinua mtoto, vimeisha. Aina tu ya kile ambacho tunamwambia Mungu. Tunamwambiaje? Haleluya.
Alipotoka kwenye nyumba ya Yairo, tunajua alipotoka tu kuna vipofu wawili wakaanza kumfuata, wakaanza kumwambia hivyo, Yesu mwana wa Adamu turehemu, Yesu mwana wa Adamu turehemu. Yesu anaenda tu, anasema walienda mpaka akafika nyumbani, akakaa nyumbani na wenyewe akaendelea. Akauliza, nyinyi mnataka nini? Sasa tunataka kuona, mnaamini naweza? Sasa wafikiria hayo maswali yote. Haleluya. Kwanza safari yote hiyo, njia nzima, wengine wako wameshakata tamaa, si? Na kufika kule tena wamekaa. Swali la kwanza, swali la pili, afu ndio unapata. Lakini ukienda ukapeleka moja kwa moja kama Mungu anavyosema, maswali yanaishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Lakini Mungu anasema tukiamini tutauona utukufu wa Mungu. Tusipoamini tutauona uharibifu wa shetani. Iko hivyo hivyo. Iwe ni kwenye tabia zangu. Nikimwamini Mungu nitauona utukufu wa Mungu. Nisipomwamini Mungu nitauona uharibifu wa shetani. Mungu anasema dhambi haitanitawala mimi tena, kwa sababu si chini ya sheria bali chini ya neema. Si ni Mungu pia anasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani yake. Kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, anajilinda na mwovu wa mgusi. Kama mimi nisipokubaliana na Mungu kwenye hilo, nikaamini hilo, nitakuwa ndani ya kanisa, nitakuwa ninasema nimeokoka, lakini maisha ya dhambi siache. Haleluya. Amen. Kwa sababu siamini kile Mungu alichosema kuhusu mimi. Kama siamini Mungu alichosema, manake sitaweza kujifahamu kama Mungu anavyosema. Haleluya. Ili uweze kujifahamu Mungu anavyosema, inabidi uamini alichosema kwanza. Haleluya. Haleluya wapendwa. Amen. Kwanza unajua unaweza ukasikia vitu vingi sana, si ndio? Lakini ukiangalia kama mtoto akienda shuleni, anasikia vile mwalimu anavyomwambia, anamwamini, anaamini, baadaye ndo anafaulu mitihani, anapata cheti, si ndio? Kwa kile cheti akipeleka mahala watu wanaamini, ndio anampatia ile kazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini mwingine ambaye pia na yeye alikuwa anasikia maneno lakini hakuyaamini, labda alikuwa anasikia tu kwa watu bila mpangilio, hakuyaamini, hakupata utambulisho. Hakuna mtu atakaye chukua cheti chake hata yeye akiamua kuandika, kwa maana mimi naamua kuandika, hii inathibitisha kwamba wewe mwenyewe unaamua kuandika, hii mimi nathibitisha kwamba nimepata degree. Peleka mahala, nani atapokea? Hawatapokea. Mimi naamini nimepata degree. Kwa nini? Nilikuwa nasikiliza taarifa za habari, watu walikuwa wakipiga story pale, mimi nakaa nasikiliza story zote nazijua. Nikani sawa, lakini nibidi ukasikilize story ya mwalimu darasani. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sawa mengine, lakini mpaka tusikie Mungu alichosema ndio tutapata sifa za kupokea utukufu wa Mungu. Haleluya. Utukufu wa Mungu ukiwapo mahali, ndio maisha ya uhuru yanaanza. Maisha ya ushindi yanaanza. Maisha ya baraka yanaanza. Mpaka utukufu wa Mungu wepo. Haleluya. Amen. Ndio maana Mungu anasema kwenye kitabu kile cha Warumi, atafungua pale utaenda kusoma mwenyewe. Warumi sura 8 mstari wa 30. Kuanzia mstari wa 29 anasema ya kwamba wale aliowajua tangu asili aliwachagua hao wafananisha na mfano wa mwana wake. Na wale aliowachagua hao aliwahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki hao aliwatukuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sasa anasema wale aliowatukuza kuanzia 31. Akasema sasa tuseme nini? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mtu aliyetukuzwa mwenye utukufu wa Mungu, ndio Mungu yuko upande wake. Kama mtu hajamwamini Mungu hawezi kuwa upande wake. Mungu akuwa upande wa Adamu kwa sababu gani? Hakumwamini. Mungu atakuwa upande wangu kama simwamini. Mungu atakuwa upande wangu kama ninamwamini. Haleluya. Nikiamini Mungu atakuwa upande wangu. Nitakapoacha kumwamini Mungu hatakuwa upande wangu. Haleluya. Yeye atabaki huko kwenye neno lake. Mimi ndio nitaenda kule nilikoamini. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa pale anaendelea kusema, tuseme nini juu ya haya? Kama Mungu ametutukuza, maana yake tuna utukufu wa Mungu
Mungu yuko upande wetu. Nani anaweza kuwa juu yetu? Mwenye utukufu wa Mungu hakuna aliye juu yake. Haleluya. Na anaendelea kutaja hayo mengine yote. Kwenye kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 anasema Mungu ametupatia si utukufu ambao wenye kutawala dunia hawakupata hekima ya kupata huo utukufu. Anasema ni utukufu Mungu aliwazimu tangu zamani kwa ajili yetu sisi. Bwana asifiwe. Lakini akasema huo utukufu tunapopokea, mambo yanaanza kusikia kwenye maisha yetu ni mambo ambayo sikio halijawahi kusikia wala jicho halijawahi kuona. Akasema na hayo mambo ya huo utukufu tunafunuliwa na Roho anayejua siri zote za Mungu. Si unaona utukufu wa Mungu unapotufikisha, unatufikisha mahali ambapo hakuna anayeweza operate na maisha na sisi. Hakuna anaweza kufanya kazi na sisi isipokuwa Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Agano la Kale kwa sababu walikuwa wamepungukiwa na utukufu wa Mungu, malaika ndio walikuwa wanafanya. Haleluya. Ilikuwa Mungu kama ili uweze kumpata Mungu alikuwa anaweza kuweka kitu kama hii hapa, ndio ukija kama hapa ndio unakutana na Mungu. Lakini sisi leo hapana. Kwa sababu tuna utukufu wa Mungu, Roho Mtakatifu ana mahali hapa kukaa. Haleluya. Anakaa hapo kwenye utukufu wa Mungu. Kwa sababu tulipofufuliwa pamoja na Yesu, tulifufuliwa kwa njia ya utukufu wa Baba. Kwa tumeketishwa pamoja naye na Roho Mtakatifu yuko pale. Anaweza kudhihirisha vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu Mungu alichotupatia, Roho Mtakatifu yuko kwa ajili ya kukidhihirisha. Tunasoma kuhusiana na habari ya Mariamu. Alipokea neno, aliliamini, akasema iwe hivyo kwangu kama ulivyosema. Alipolipokea ile neno, tunajua anasema ile neno alipolipokea yeye lilifanyika mwili. Lilipofanyika mwili, utukufu ukaonekana. Ule utukufu ulikuwa na neema na kweli. Matokeo ya utukufu ulioonekana, wagonjwa walikuwa wakikatiza wanapona. Wenye dhambi wakikatiza wanasamehewa. Haleluya. Kama chakula kitoshi, si unaona utukufu ulichokuwa nakifanyia chakula? Mikate 5 tu, watu 5,000 wanaume tu, bila wanawake na watoto. Utukufu. Bwana asifiwe. Na hata hapa alipofika kwenye andiko letu la kwanza, Lazaro alikuwa amekufa. Akamwambia, wewe unaangalia mauti, lakini ukiamini utauona utukufu. Na utukufu kaonekana. Lazaro aliyekuwa amekufa siku 4 kabla, ameanza kuoza, aliinuka akiwa anatembea, hana vidonda. Bwana asifiwe. Haleluya. Utukufu wa Mungu. Amen. Anasema ile siku Yesu anakuja, utukufu wote utafunuliwa. Tutajishangaza. Tutajishangaza. Ni heri sasa tuanze kutesa huu mwili, tuweke chini, ili ule utukufu ambao Mungu ameweka ndani yetu uweze kudhihirika. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunapoenda kushiriki mwili na damu ya Yesu leo, ni njia ya kudhihirisha utukufu wa Mungu kwa kupitia mwili na damu ya Yesu. Mwili wa Yesu ulifunua utukufu wa ajabu sana, kwa sababu ulipopigwa huu mwili ni tofauti na miili mingine. Miili mingine ukiipiga inapata tu vidonda na maumivu, lakini mwili wa Yesu ulipopigwa tuliponywa sisi. Haleluya. Kwa kuna utukufu wa ajabu hata kwenye kupigwa kwa mwili wa Yesu. Na watu wengi hata hawajajua kwamba hata sisi tunapopitia katika changamoto, dhiki, majaribu, shida, imani yetu inajaribiwa ili ionekane kuwa ina sifa na utukufu na heshima. Haleluya. Imani isiyojaribiwa haina utukufu. Kwa unapokutana na majaribu, sio kwamba kuna mtu mbaya kwenye maisha yako. Sio kwamba kuna njia mbaya kwenye maisha yako. Tumeangalia hapa juzi, Yesu ndio aliwaambia wanafunzi wavuke ng'ambo. Lakini walipofika aliwalazimisha tena. Walipotii, nini kilitokea? Waliona tu mambo yamekaa vizuri. Hapana. Waliona, anasema masaa 10 hata katikati hawajafika. Toka jioni mpaka karibu alfajiri, hata katikati ya safari hawajafika. Dhoruba, upepo, mawimbi, yani wanapigwa, hali ikawa mbaya sana. Lakini wameambiwa na Yesu. Sasa mara nyingi mtu akiona vile anasema, mimi nafikiri sikumsikia Mungu. Inawezekana sio mapenzi ya Mungu. Inawezekana hii sio njia sahihi. Inawezekana pengine mimi nilikuwa na haraka. Inawezekana pengine ni nini. Sisi tunafanyaga vipi?
lakini Yesu alikuwa amewaambia. Haleluya, amen, amina wapendwa. Kwa unapoona mambo kama haya yanatokea, ni kwa ajili ya, anasema ni kujaribiwa kwa imani yetu. Majaribu yanakuja yana target imani yetu ili iweze kufa. Unajua imani ni kitu kikubwa mno. Fikiria, ndio kwa imani hiyo ulipokea wokovu. Si unaona wokovu ulivyo mkubwa? Ndio ulitumia hiyo imani. Hasa kumpokea Yesu anapokuja hewani, unahitaji imani ambayo imeimarika sana. Kwa sababu hiyo kishindo cha kuja kwa Yesu sio kidogo. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani kuja kwa Yesu kama ka imani kako lele mama, haitawezekana. Ndio maana Yesu alisema, nitakapokuja nitaiona imani. Yaani hutaweza kukutana na Yesu kama haipo. Ndio maana anasema lazima imani ijaribiwe ili iweze kuwa na sifa. Imani za wengine zitakuwa hazina sifa ya kumpokea Yesu. Haleluya, amen. Bwana asifiwe. Kuna imani nyingine zitakuwa hazina vigezo. Watu ambao akijaribiwa kidogo tu ameenda, imani yako itakuwa haina vigezo vya kukutana na mambo makubwa ya Mungu anayokuja. Haleluya. Mambo makubwa ya Mungu yanahitaji imani ambayo imeimarika. Anasema kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kubwa kuliko dhahabu inayopotea. Imani ndio inayojaribiwa. Bwana asifiwe. Hata kwenye kitabu cha Yakobo amesema, furahini kwa sababu yale majaribu yanafanya muwe na uthabiti. Anasema yeye astahimilie majaribu kwa sababu kisha kukubaliwa ataipokea taji. Bwana asifiwe. Haleluya, amen. Majaribu hayajakuja kwa ajili ya kukuangamiza, yamekuja kwa ajili ya kukuimarisha. Usiangalie vibaya. Bwana asifiwe, amen. Bwana asifiwe. Yamekuja kwa ajili ya kukufanya uweze kustahimili mambo yanayokuja. Yamekuja kukuandaa kwa ajili ya utukufu mkubwa unaokuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiutupe ujasiri wako. Usiutupe ujasiri wako. Ukikutana na jambo, hawa ndugu wamepitia hayo yote, wamepitia hayo. Tumekuwa tunaangalia ya kwamba imani, wakati mwingine watu anaona mimi imani kangu ni kadogo, kwa nakabeza tu. Imani kadogo tu hapa. Mimi afadhali nifanye vitu vingi. Hapana, hata kama imani yako upepo tu unaweza kukapeperusha. Sasa hiyo mtu anadhani hivi. Bwana Yesu alisema imani inaweza kuwa ndogo kama chembe ya haradali. Chembe ya haradali ukiweka hapa, ka upepo kadogo kanaiondosha, si ndio? Wengine ndio wanaona imani vyao viko hivyo. Mimi imani kangu ni kadogo kidogo tunapeperusha. Lakini Bwana Yesu alisema ni hata kama ni ndogo itumie. Haleluya. Alisema kama una imani ndogo kama chembe ya haradali, ukiwaambia mkuyuyu ng'oka ukatupwe kule, utakutii. Imani kadogo tumia. Bwana asifiwe. Imani yako ndogo fanya nini? Tumia. Imani yako haba fanya nini? Chukua neno weka kwenye ile imani haba, utatembea juu ya maji. Bwana asifiwe. Sasa sio kama una imani haba unafanya kama wale 11. Imani zetu haba walibaki ndani ya boti, lakini walikuwa salama. Bado misukosuko ilikuwepo. Wamekaa kwenye boti, hawako tayari kutoka, lakini safari haiendi. Muda wote umepita. Sehemu ya kwenda lisali moja, masaa 10 wako tu pale pale. Hawaendi mbele na bado wanakaa kwenye ile boti. Petro akasema hata kama kaimani kangu haka, akaweka neno. Bwana asifiwe. Alitembea juu ya maji. Bwana Yesu alisema, kama imani yako iko hivyo, unapoweka neno na kuanza kutembea, usianze kuangalia mazingira na kupata kila taarifa zingine. Achana na taarifa hayo. Baki na ile moja, muangalie Yesu. Haleluya. Amina. Wako watu wanaombeza na Petro alizama, tulisema hata jana. Petro hakuzama. Amina. Petro hakuzama. Wewe jaribu nenda kwenye maji uone kama nini kitakutokea. Unazama. Si ndio? Lakini neno la Mungu linasema Petro alianza tu. Haleluya. Hakuzama, hakuna wakati Petro alizama. Neno la Mungu linasema alianza kuzama. Basi. Iliishia pale. Alianza tu. Haleluya. Lakini angalia alivyomrudisha Yesu kwenye boti. Nini kilitokea? Ghafla akafika mwisho. Tunamhitaji Yesu. Haleluya. Lakini inabidi tumuendee kwa neno. Ndio tunaweza tukaja naye kwenye maisha. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa neno lako lolituma kwetu leo mchana. Tunakushukuru kwa sababu Bwana umetuma neno hili kung'oa kila hali ya kutokuamini na mashaka na wasiwasi
na kusita katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu umejenga imani zetu leo ili tuweze kuona utukufu wako. Na kuomba Baba, kusiwe na yeyote ana moyo mbovu wa kutokuamini na kujitenga nawe Mungu uliye hai, bali sote tuwe na imani ya kuweza kuona utukufu wako, imani ya kuweza kuona udhihirisho wa uwepo wako, imani ya kuweza kuona nguvu za matendo yako makubwa. Asante kwa ajili ya neno lako mchana huu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Naomba tusimame na anza